Jambo la pili, Mheshimiwa Mufti, kurugenzi yako ya dawa na tablighi imefanya jitihada kupitia Baraza la Ulama kuandaa nyakati za swala kwa ajili ya nchi nzima. Katika dawa yetu tunapopita katika mikoa mbalimbali na wilaya mbalimbali, tunakuta watu wanasali nje ya nyakati au nje wakati wa swala. Wanaweza wakaswali kabla swala alfajiri, maghrib. Sasa tumefanya haraka sana kuuwai mwezi wa Ramadhani ili watu wasije wakala daku alfajiri ishaingia au wakafuturu kabla magharibi haijaingia. Kwa alhamdulillah tumefanya jitihada, tumekamilisha kupitia Baraza la Ulama. Leo tunaomba tukukabidhi, na hii tutaendelea kuzichapisha nyingi na nyingi, kuzifikisha katika sehemu zote. Watakaoweza kuzichapa inshallah, watakaokuwa wameshindwa kuchapa, sisi tutafanya jitihada kurugenzi yako kufikisha katika nchi nzima. Mheshimiwa Mufti, tunakushukuru sana kwa kuja kwako kupokea jambo hili la kufungua iftari pamoja na hizi nyakati za swala. Allah Subhanahu wa ta'ala akukubali sana. Tunakuombea dua Allah Subhanahu wa ta'ala akupe umri mrefu wenye afya njema ili uweze kuwatumikia Watanzania na nchi mbalimbali. Allah Subhanahu wa ta'ala amekutumia, unakwenda nchi mbalimbali na unaelekeza mambo ambayo yanawasaidia katika sehemu zao. Ni ofisi ya Mufti BAKWATA kupitia idara ya ad-da'wa wa tabligh kutengeneza kalenda hii kwa ajili ya kudhibiti nyakati za swala. Watu waelewe nyakati za swala. Mtume sallallahu alayhi wasallam, baada Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutueleza inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta, aika swala kwa waumini ina wakati maalumu. Hawajiswali tu Waislamu kwamba ameamua sasa aswali anaswali, la, lazima aswali kwa mujibu wa wakati, na Mwenyezi Mungu ameziweka nyakati kwa maslaha ya Waislamu. Mtume akasisitiza aya hii akasema, sallu salatan liwaqtiha, swalini swala kwa wakati wake. Kwa hiyo kama hivyo ndivyo tumeona tutengeneze kalenda ambayo itadhibiti nyakati za swala, na moja ya sharti ya swala ni maarifatul waqti, kujua wakati. Swala kabla hujaswali kuna vitu vinaitwa sharti, kama vile huwezi kuswali mpaka utimize sharti ya kuchukua udhu kwanza, uwe tahara alafu uchukue udhu, alafu vile vile uelewe dukhulul waqti, kuingia wakati umeingia, ni wakati gani ya dhuhuri unaingia na wakati gani unaondoka. Kwa hiyo tumetengeneza kupitia idara hii ya ad-da'wa wa tabligh ambayo kwamba imefanya kazi kubwa, naipongeza, na hii itakwenda mikoa yote 26 ili kuwapa maimamu na mashekhe wa mikoa na wilaya na mpaka kwenye kata waweze kutumia kalenda hii kwa msaada wa kudhibiti wakati.